ya kuweza kupambana na janga hili. Janga lenyewe ni lipi? Ni uvida. Unaelewana eh? Sasa kwa nini tunaliita ni janga? Moja, ni lazima tuelewe kwamba huu usugu wa vimelea dhidi usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ni ile hali ambapo vimelea vya magonjwa vinakuwa na uwezo wa kuhimili dawa iliyotengenezwa kwa ajili ya kuviua vile vimelea. Kwa hiyo tunafahamu kwamba dawa inatengenezwa kwa ajili ya kuua nini? Kwa majina naitwa Frenki Gaspar Muhini, ni afisa kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Kanda ya Ziwa Mashariki. Leo tuko hapa Tarime Sekondari kuadhimisha wiki ya uvida. Kama tunavyofahamu, kila tarehe 18 mpaka 24 ya mwezi wa 11 ya kila mwaka, Shirika la Afya Duniani linaadhimisha wiki ya uvida, ambapo uvida tunasema ni usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Nasi kama TMDA hatuko nyuma katika kuungana na jamii yote ya kimataifa ili kwanza kuelimisha jamii juu ya uvida, lakini pia kuelimisha njia tunazoweza kutumia kuweza kupambana na janga hili kubwa la kidunia. Katika kuwaelezea wanafunzi leo hapa Tarime Sekondari, kwanza tumeanza kwa kuwapa uelewa wa uvida, lakini pia tumeangalia visababishi vinavyoweza kusababisha uvida, ambapo moja ni kwamba uvida unaweza kusababishwa na watu kutumia dawa kiholela, lakini pia uvida unaweza kusababishwa na watu kutumia au kupata dawa katika maduka ya dawa ambayo hayajasajiliwa. Lakini jambo la pili ni kwamba uvida unaweza kupatikana baada ya watu kutupa dawa kiholela. Lakini jambo lingine ambalo ni la msingi zaidi ni kwamba uvida unaweza kusababisha na baadhi ya watu kutomaliza dawa wanazopewa wakati wa matibabu. Hivyo sisi kama mamlaka tuna jukumu hilo la kuwaeleza na kwamba wanatakiwa kufuata taratibu zote au wanatakiwa kufuata masharti yote wanayopewa wakati wa matibabu. Pia tumewaeleza athari ambazo zinaweza kutokana na janga hili la uvida. Athari mojawapo ni vifo, lakini pia jambo lingine ni ulemavu unaweza kupatikana, lakini kubwa zaidi ni kwamba tunaweza tukapunguza nguvu kazi ya taifa kwa ujumla, na tukiangalia kwamba hawa ni vijana, na hivyo tumeamua kuleta elimu hii ianzie katika ngazi za chini, na mwisho wa siku tunaamini kwamba elimu hii wataweza kupeleka kwa jamii kwa ujumla, na tunaamini kwamba kwa kufanya hivi jamii yote itaweza kuelimika kuhusiana na janga hili kubwa duniani na ambalo linakuja kwa kasi zaidi, na mwisho wa siku kwa kufanya hivyo tutaweza kudhibiti janga hili. Kumbe anaenda kinyume. Kwa kwetu sisi elimu mliotoa leo kimetusaidia kwa kiwango kikubwa, na naamini wanafunzi wameelewa. Labda wito wangu tu kubwa kwamba kwa upande wa wanafunzi, walimu, hata sisi na hata wazazi na jamii kwa ujumla, tuzidi kusisitiza matumizi sahihi ya dawa tunazopewa pale ambapo tumepata changamoto ya kiafya na tukaelekeza tuyafuate. Lakini tukitumia vya kwetu, madhara na hasa kwa wanafunzi itawafanya wasifikie yale malengo yao ya kielimu.
Kwa majina naitwa Elias Silvini Segeja, ni mwanafunzi kidato cha 6 katika shule ya sekondari Tarime, taasisi ya HGE. Mimi nilishukuru sana shirika la TMDA kwa kutuletea elimu hapa shuleni kwetu inayohusisha hususan masuala ya madawa. Siku hii ya leo nimepata bahati ya kujifunza kitu ambacho nilikuwa sikifahamu. Kwa majina kilikuwa kinaitwa ni UVIDA. Nini maana ya UVIDA? Nimejifunza UVIDA ni matumizi, ni ukomavu wa bakteria mwilini au wale antibiotic ambao wako ndani ya mwili. Hii inapelekewa na nini? Hii hususa inapelekewa na matumizi holela ya madawa au kutokumaliza dozi. Hivyo basi, kama mwanafunzi siku hii ya leo nimeenjoy sana kwa kujifunza hilo. Lakini pia ni washauri pia wanajamii pamoja na watu wengine kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapopewa dozi hospitalini tuwe tunamaliza dozi, lakini pia tusijiamlie tu kuanza kutumia dozi pasipo kupima. Hivyo basi tunatakiwa kufika kwa daktari kwanza, baada ya hapo tukishapewa dawa na maelekezo ndio tuweze kutumia dawa. Asante. Kwa majina naitwa Boniface Daniel Mwela, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 Tarime Sekondari katika combination ya PCB. Basi kwanza nianze na shukrani za dhati ambazo tumeweza leo kutembelewa na wataalamu wetu wa afya. Wameweza kutuelimisha kuhusu tatizo la kiafya ambalo ni UVIDA. Hii UVIDA ni ile hali ya vimelea vya magonjwa kuparua vimelea vya magonjwa. Basi hii hali huweza kusababishwa na vitu kadhaa kama vile matumizi mabaya ya dawa, kutupa ovyo madawa, kushare madawa na mambo mengine. Hii hali ya UVIDA huweza kusababisha madhara mbalimbali katika mwili wa mwanadamu na pia kwa ulimwenguni kote. Kwa mfano, hii hali inaweza kusababisha magonjwa sugu ya kuwepo mwilini. Sasa magonjwa sugu haya yanaweza mwishowe kusababisha kifo kwa watu na kupunguza nguvu kazi ya taifa kwa ujumla na kusababisha kuongezeka kwa gharama ya matibabu kuliko mwanzoni ambapo ingetumika. Basi na namna ya kudhibiti ili tatizo la UVIDA ni kwamba jamii kwa ujumla lazima ihakikishe kwamba inatumia dawa kulingana na maelekezo ya daktari alivyotoka. Watu wote lazima watumie dawa kulingana na maelekezo daktari alivyotoa. La pili, tuhakikishe kwamba madawa yote ambayo tunatumia yapo katika muda ambao unatambulika kitaalamu. Kwa majina naitwa William Jeremia Magilali, wanafunzi kutoka Tarime Sekondari, taasisi ya PCM. Kwanza ningependa kuwashukuru serikali kwa kutuona sisi wanafunzi juu ya masuala ya madawa. Kwani tumepata fursa ya kujifunza semina kuhusiana na UVIDA, janga ambalo limekuwa kwa kasi na linaendelea kuathiri jamii yetu ya Kitanzania pamoja na dunia kwa ujumla, ambapo tumejifunza kwamba takwimu za mwaka 2021 zinaonyesha kwamba zaidi ya mamilioni ya watu wanakufa kwa sababu ya janga hili. Na tumejifunza kwamba UVIDA ni janga ambalo linapelekea ukomavu wa vimelea vya magonjwa. Kwa majina naitwa Robin Kansola, mwanafunzi wa kidato cha 6 katika taasisi ya PCB Tarime Sekondari. Siku ya leo tumeweza kujifunza kuhusiana na tatizo la UVIDA ambalo TMDA wameweza kutuletea hapa shuleni kwetu. Leo nimeweza kujifunza kwamba UVIDA maana yake kabisa ni tatizo au usugu wa ugonjwa dhidi ya dawa unazokuwa unatumia. Hili tatizo linaweza kusababishwa na sababu mbalimbali. Moja kati ya sababu hizo ni kutumia dawa pasipo na maelekezo kutoka kwa daktari, lakini sababu nyingine inaweza kusababishwa na kutumia dawa kutomaliza ile dozi unayokuwa umeelekezwa kutoka kwa daktari. Kulingana na sababu hizo, watu wamekuwa wakipata matatizo mbalimbali kulingana na hilo tatizo la UVIDA. Kwa mfano, madhara yanayoweza kusababishwa na tatizo la UVIDA
ni pamoja na vifo, kwa sababu yale madawa yanayokuwa yanatumika kwenye mwili wa binadamu bila maelekezo kutoka kwa daktari yanakwenda kusababisha sumu mwilini ambayo inakwenda kusababisha vifo vya hao watu. Lakini pia pasipo kifo unaweza ikasababisha gharama kubwa katika matibabu. Leo ulikuwa unaumwa malaria lakini umetumia dawa ambazo sio za malaria, zinakwenda kusababisha ile athari ya gharama utakayoenda kutibia lile gonjwa.